usomi wa neno letu fupi katika kitabu cha waraka wa Yakobo kwa watu wote, sura yake ya kwanza. Taanza mstari wa 19 hadi wa 21. 22 tutaishia pale. Inasema hivi: hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitende haki ya Mungu. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, ili lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, bali hali mkijidanganya nafsi zenu. Narudia hii 22. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno letu la siku ya leo ni kuwa mtendaji. Haleluya. Amen. Mtendaji, tukisema neno mtendaji, ni yule mwenye anafanya kitu, anafanya jambo fulani. Haleluya. Amen. Ndo mtendaji. Barua hii au waraka huu uliandikwa na Yakobo. Huyu Yakobo ambaye aliandika huu waraka ni Yakobo ambaye ni ndugu yake ya Yesu. Biblia wakisema ndugu, wanamaanisha walizaliwa naye. Amen. Amen. Huyu Yakobo wakati Yesu bado alikuwa hai hakumwamini Yesu. Wale mitume 12 hakukuwa huyu. Jumu nyumba yao Biblia inasema kuko mtu mwenye alifuatana na Yesu mubale wa ndugu yake. Maria alizala watoto wengine. Nyuma ya Yesu, Maria na Yusufu walizaa watoto wengine. Lakini wote hawakuwa wanafuatana naye. Haleluya. Amen. Ndio pale Yesu akasema nabii hana heshima kwao. Mnyumba yao wao wote hawakuwa wanamkubali. Lakini huyu Yakobo alikuja kumkubali Yesu sasa baada ya kifo cha Yesu. Juu Biblia inashuhudia juu katika watu wenye Yesu alikutana na Yakobo naye alikuwa baada ya kufufuka. Na baada ya yeye kukutana na Yesu, huyu Yakobo alikuwa kabisa mtumishi mpaka akafikia ngazi ya kuwa kiongozi wa kanisa kule Yerusalemu. Haleluya. Amen. Na mpaka ilimuuisha juu alienda kataa, alianza pinzana na vile wenyewe walikuwa wanafanya. Huu ni waraka mojawapo ya nyaraka ambazo ziliandikwa mbele sana. Ni waraka ambao uliandikwa juu Waisraeli walikuwa wameshatawanyika, anaenda kuwaandikia mambo mengi. Na ndo alisema imani bila matendo inafanya nini? Ni bure. Alijua Wayahudi kama vile alivyokuwa yeye, waliamini kuna Masia atakuja, waliamini nini, lakini wakati ulifika wa matendo walianza kuviona labda si vingine, si halali. Wakawa kama wanaachana sasa na matendo, wanashikilia tunaamini, lakini huku matendo haiko tena kwa kuamini. Bwana Yesu aturumie sana. Ndo akaja hapa, anakuja na waambia watu, muwe masikio iwe haraka kwa kusikia. Juu hautaepusha masikio kusikia. Haleluya. Amen. Ukienda kushopu utasikia wanasema. Ukienda kwa hospitali utasikia wanasema. Ukienda kwa masomo utasikia wanasema. Lakini fumba kinywa chako. Haleluya. Amen. Vyenye unasikia visikukasirishe. Vyenye unasikia usivijibu. Uvisikie tu. Haleluya. Amen. Alisema nini? Ukiwa mwepesi wa kujibu kwa vyote vyenye unasikia, utatenda dhambi. Bwana Yesu aturumie sana.
Unaweza kuwa labda uko napita, hao watu wawili wako wanasema hapa, labda mkinywa mmoja anasema, "Hicho bai mwana manga." Na wewe ndio sawa utapita. Wewe wenyewe walikuwa wanasema kwenyewe walianza ujui. Lakini ile neno moja ndio ulifuata unasema, "Oh." Nakuta pale wako wanasema ninajivuna, sijue mie ule mtu ni nini. Bwana Yesu aturumie sana. Umeshamfanyia dhambi, umeshamshakia ni dhambi. Umeshamsemea uongo ni dhambi. Walikuwa wanasema vingine, wewe unapita unasikia na umeshajibu vingine. Au mwingine atakuwa haraka na kuanza kujibu. Ninajivuna juu nishaka kufanya nini? Eske tulikuwa tunakusema vyenye tulisema vilikuhusu au tulikuambia? Haleluya. Amen. Yakobo akasema kwamba uwe mwepesi kwa kusikia. Juu hautafumba masikio juu niko hapa mbatu mingi nifunge masikio. Masikio isikie lakini kinywa yako isiwe haraka kwa kutamka. Haleluya. Amen. Kinywa isiwe haraka kwa kusema. Wala moyo usichukulie hasira kwa kila kitu. Haleluya. Amen. Mumaisha ndio maana watu mingi wanakupaka haraka na matanzio na makrize cardiac ni nini? Hasira ya kila saa. Bwana Yesu aturumie sana. Huruma. Mtu akiwa na roho ya kudharau na magonjwa ya matanzio cardiac hawezi mpata sana. Juu ajiwekee stress. Juu stress analeta vya mingi vya ile magonjwa. Stress ni nini? Kidogo imeshafanyika, wewe ukulisha nuna, unanuna. Maisha yako haikusaidie ni kimwili wala kiroho. Haleluya. Amen, amen. Lakini ukiwa mtu wa kudharau, hata maisha yako kimwili utakuwa itengeneza. Juu alisema bali nitukana, eske bali nipunguza mimi. Tampi. Bwana Yesu aturumie sana. Ukinisema na kesho nakia kwako nitakula tena chakula. Shito ungo. Na shishi ungo. Bwana Yesu aturumie sana. Wote baki unaumia, mimi huku niko sawa kule. Na ni maisha inaweka mwili wa mtu hata sawa. Juu utakuwa mwenyewe alikuwa anasema yeye alikuwa anawaza anasumbua, lakini tena kesho gisa atakuona mwenyewe alikuwa anatusi. Ajali. Wiki ungo atona ntoa. Hicho jali na shicho jali na shishi jali. Haleluya. Juu Biblia inasema uwe mwepesi wa kusikia. Juu nikikusikia na sikujali mwenyewe ndio utajihukumu nilo itela vipi. Au labda wenyewe nilikuwa nasema alikuwa vinamuhusu. Au labda walinidanganya. Au labda hivi. Haleluya. Uwe mwepesi wa kusikia, si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Akasema juu hiyo hasira na kusema haraka kutakufanya wende kuingia mudhambi, lakini masikio kusikia uovu haitakuingiza mudhambi. Haleluya. Amen. Na ndio maana inasemwa kwamba hatutakimbia kuishi mu watu wa dhambi. Juu hata waseme na mimi sikuchangia, avija nisumbua mimi. Haleluya. Amen. Tutaenda kuiba leo jioni. Masikio yako inasikia, haijakufanya unaiba. Haleluya. Amen. Lakini ukichangia neno na wewe ndio unakuwa na wewe umekwenda kuparticipate. Hautaishi fasi yenyewe utaishi na Wakristo tu. Ni lazima utaishi na wapagani. Na hautabakataza mimi niko Mkristo msifanye vyenu. Watafanya vya kwao. Lakini wewe sikio ndio isikie, kinywa kisiseme, wala moyo usipate hasira. Haleluya. Amen. Ni kusema kwamba usichangamane na mambo yasiyo kuhusu. Mambo yasiyo ya Mungu usiingie ndani. Ya kupitie, upite karibu, lakini usiingie ndani. Haleluya. Amen. Baadaye akatuambia ya kwamba pamoja na huko kusikia, si tunasikia na neno la Mungu. Sasa neno la Mungu tunapolisikia, tusikwe wasikilizaji pekee. Tusikie na tutendee ile neno kazi. Haleluya. Amen. Neno la Mungu ukiambiwa kila siku tubu. Usiwe masikio inakaa tu kutubu. Bali sema nini leo? Bali sema kutubu. Sasa tulifanya hatua gani? Mkristo anapaswa kuwa na upendo. Mkristo anapaswa kuwa hivi. Baada ya kusikia vile, ulifanya kitu gani? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe msikilizaji bali uwe mtendaji wa neno.
Neno ambalo unalipata halitafanya kazi kama wewe haujalitendea kazi. Litakuja, sikio liko huku na lingine huku. Litakuja na inapenyeza, inaenda. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Ile neno ikisha kujenga, ndo neno itafanya kazi yake. Biblia inasema neno ni upanga unaokata kuwili. Ina maana likija linapasua. Lakini upanga ukiuchukua uweke chini utafanya kazi? Na makali yote itabakia iko pale chini. Ni lazima ule upanga utumikishe, ndo upanga utaona huu upanga una makali sana. Haleluya. Amen. Kusema neno la Mungu unaweza kuja kusikia miaka 100 unasikiaka neno mkanisa. Kama huja practice lile neno unalolisikia, hautageuka. Hautageuzwa na mtu mwingine. Ni lazima ufanyie kazi lile unalolisikia. Haleluya. Amen. Kusikia kunapanda ile hamu ya unajua kitu fulani. Lakini kilichobaki sasa ni kule kutenda. Ndio maana yeye Yakobo alienda kuongezea akasema imani isiyokuwa na matendo haifai. Katika hii lugha ya kusema kwamba neno la kusikia tu bila kulitendea kazi halitakusaidia kitu. Haleluya. Amen. Kwa kanisa letu balitufundisha hivi. Ndio lugha utakuna sema. Kama uko unasema alitufundisha timinzi ni maneno ya moyo mtu. Lakini wewe ukiwa unajua tu na amini hiki, it means na wewe uko ndani na una kipractice. Haleluya. Ukristo kama vile ninakuwa nasema kila wakati, Ukristo sio ulelema. Wala Ukristo si kwamba niko Mkristo ninatulia. Kila siku nasema kwa Ukristo ni gharama. Ukristo ni gharama. Juu ya nini? Inakubidi usahau vyenye labda ulikuwa unapenda. Juu umesikia kwamba kuiba ni dhambi na ulikuwa unaiba. Inabidi useme hata niache wizi. Ulevi ni dhambi, nilikuwa na leo acha niache ulevi. Uzinifu ni dhambi, nilikuwa nazini acha niache uzinifu. Kuteta ni dhambi, acha niache kuteta. Ni lazima uchukue hatua. Lakini nikija nikikwambia kutusi ni dhambi na hujaacha, haijakusaidia kitu. Unajua. Na imani ya kujua tu haifanyi kazi. Imani ile ya kutenda ndio inafanya kazi. Haleluya. Amen. Neno la Mungu likisemwa na likisemwa unalisikia. Bila wewe kuwa mtendaji wa lile neno, halitakusaidia kamwe. Haleluya. Amen. Juu wokovu neno halitakuja aseme juu umehubiriwa na njoo unaokoka. Biblia inasema kwamba aaminie ndiye atakayeokolewa. Ulisikia kisha ukaamini. Amen. Kwamba usikie, kuhubiri inakuja unasikia. Kisha kule kuamini ni kule kukubali kile ambacho unasikia. Na wewe kukubali ni lazima utakuwa umefanya hatua fulani. Kuamini Yesu ni Bwana na Mwokozi ni lazima umkiri kwa kinywa chako yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umwambie Yesu nisamehe vyenye nilikukosea ili kwamba akusafishe uwe kati ya wanawake. Haleluya. Amen. Lakini kusikia tu Yesu ni Bwana na Mwokozi na unavisema kwa kinywa haujavifanyia kazi, havija kusaidia. Hakuna cha Ukristo kwa kusikia tu. Ukristo ni utendaji kazi. Usiwe msikilizaji tu, bali uwe mtendaji wa neno. Neno la Mungu linatushauri kila siku kwamba Mkristo ni mtu mwenye kupatanisha. Kwamba Mkristo ni mtu mwenye upendo. Kwamba Mkristo ni mtu ambaye anakimbia dhambi. Kusikia hayo maneno hata watoke malaika wa mbinguni wanayasema kwako, haitakusaidia kama hujafanya kazi ya kusema na wewe ufanye hatua fulani. Yale maneno ambayo malaika watakwambia uifanyie kazi. Haleluya. Amen. Wakati Yesu alizaliwa,
Herode alitaka aende kuua watoto. Alipanga kwenda kuua watoto. Malaika alishuka akamwambia Yusufu, Yusufu, ondoka uende na mtoto Misri. Yusufu angelibaki pale, Yesu angelikufa. Haleluya. Amen. Juu malaika hakuja kumtoa pale na kumpeleka Misri. Alikuja kumpa habari kwamba nenda na mtoto Misri. Ilibaki kazi kwa Yusufu, yeye aliyesikia ujumbe wa malaika afanye hatua nini ya kufanya? Ya kwenda. Haleluya. Amen. Kila anayempokea Yesu atapona, atapata uzima wa milele. Ni ujumbe. Au utapata uzima wa milele kwa kusikia tu. Ni lazima ufanye sasa ile hatua ya kumpokea Yesu. Ukubali Yesu ni Bwana na Mwokozi wako. Na kukubali Yesu ni Bwana na Mwokozi wako si kwamba useme kwa kinywa. Unavitamka kwa kinywa na matendo inaonesha unamkubali yule Yesu. Haleluya. Amen. Maisha ya usikilizaji pekee haijajenga mtu kiroho. Maisha ya usikilizaji ni hatua ya kwanza katika mambo ya kiroho. Unayasikia yanabaki moyoni mwako ili moyo sasa ufanyie kazi. Ukristo sio jina. Ukristo ni tabia. Mtu kuitwa Mkristo havina maana sana mpaka wakusema ule mimi niko, wewe kujiita niko Mkristo. Si wa Kristo, si tunagonga wa Kristo si. Havina, hiyo yote haina maana sana wewe kujitapa tuko wa Kristo si. Fanya vya kuonesha uko Mkristo. Muko watu watatu kwenye Mungu na watu wengine akie kusema huyu bwana iko tofauti na wale wengine. Haleluya. Amen. Juu maisha hata kwenye huko unaishi kwenye kazi, watu watakuwa wanakuchunguza. Na baada ya kuona maisha yako mpaka mwingine atakusogelea. Wewe unakuwaka nani? Esi unafanyaka nini? Haleluya. Kwa ile tofauti ya maisha jinsi unaishi kati ya watu wengine, hata mwelekeo unaonesha kwamba huyu iko tofauti na hawa wengine. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Huku watu wengi wanajuaka watu weusi tunavuta sigara na tunakunywa pombe. Kukazi mtu akikwambia hey, unavutaka na anasikia uvuti, utamuona mtu anakuwa kama anashituka kidogo. Na baada ya hapo hata ishi hapo, anaweza kukuacha hiyo saa, lakini atajitahidi kama ni kesho au siku nyingine akutafuta zake. Wewe unakuwa kama Mkristo, unafanyaka hivi juu ya kitu kimoja. Yeye anajua principle hapa, anajua karibu kila mtu anakunywa sigareti. Na akisikia mtu mzima anasema sikunyoki sigareti, kwa alishaona tuko na tofauti na Mungu, atakufuata aulize sasa juu ya nini? Kwa nini haukunywaki? Kwa nini uko hivi? Haleluya. Amen. Hayo ni kama vile maisha ambayo kila Mkristo anapaswa kuwa anaishi. Kwa vitu hivi vya kawaida, watu wa dunia watutenganishe na wao wenyewe. Vile tunavyoishi duniani, watu watutenganishe nao. Si kwamba tujitenge nao, hatuwezi kuishi na hao, hawa ni wapagani. Haujawa Ukristo. Kujitenga kitabia ndio kujitenga na watu wabaya. Haleluya. Amen. Ndio maana mie kwangu sijaonaka zaidi sana ule Ukristo wenyewe watu wengine wanakuwaka nao. Kama mama mtu anakunywa pombe na hawezi kala karibu yake juu kwa anakunywa. Mimi hata nizunguke miaka yote. Juu pombe hata ingizaka pombe yake mkinyangu kama sijapenda. But kama niko naye one day umwe atapatikana. Haleluya. Lakini mimi nikijitenga huko mlevi wewe, huko sitamsaidia kwa hiyo mtu. Lakini nikiwa pamoja naye, sasa tabia yangu ndo iwe tofauti naye. Itabidi siku moja. Kwa nini wao kunywaka? Wewe mwenyewe unakunywaka, inakusaidiaka nini? Na wakati ni kama ule wa kukunywa vile, siku atapata trouble yenyewe inatokea na ile pombe, utasema naye. Si unajua kila siku nilikuwa nakwambia hii inakuwa na madhara. Lakini si unaiona? Kweli kabisa.
juu uko karibu naye. Na dhambi zingine na kosa zingine ni vile Yesu walimuita ni mwalimu wa malaya. Ndio akuchagua awe malaya, yeye alijua huyu ni malaya, atamsogelea. Lakini kule kusogelea mtu na kuiga vyake ndo ubaya. Haleluya. Amen. Kusogelea mtu mbaya na umuoneshe matendo mema utamvuta. Lakini ukiishi na mtu mbaya ndo tena wewe kazi yako unajua Wakristo fulani hivi, unajua huyu ni mpagani. Lakini vya Mkristo mwenzako ndo unaanza letea huyu mpagani. Uko na mjenga huyu ama unambomoa vizuri. Siku yenyewe atakuwa si ndio maana wanasemaka juu msawa hapa kimoja. Kuko Wakristo wenyewe wanakunywa pombe. Lakini akiwa kwa Wakristo wengine anajifanya kabisa. Sasa siku anaenda kwa benzake ndo anaanza kuya kusema, sifa fulani tunakunywa nao. Huko anajivicha, huko anakunywa, vinakusaidia nini? Be free. Uko upande wa kukunywa ama uko upande wa kutokukunywa. Yatosha. Juu wakati unakunywa nao, wakati unakuwa watu wengine, hautasemaka kitu ya kutokukunywa bakusikie. Ndio nakujua mpolisi mtakuja. Na makosa ingine ni vile. Ndio maana kuko mwalimu mmoja mwenye alisemaka, ukiona mtu ni kiongozi hususan ni Mkristo ama kiongozi yoyote, akipendwa na watu wote 100%, huyo mtu ni mubaya. Na ile principle ninakuwa naikubali. Sijawahi kupenda watu wote wanipende. Juu kama mtu yuko mbaya mimi nitakuwa adui wake. Sasa nikipenda na wote anipende, kila mtu anipende, ina maana na huyu wa ubaya huyu niko nachangia naye vyake, huyu mwingine nachangia naye vyake. Na Ukristo hauko vile. Kilicho kiovu unakikanusha. Ndio maana Biblia inasema mtu akifanya mabaya akemewa hadharani. Watu wengine wanaonaka zile system kanisa, wanatenga mtu. Sasa wenyewe ndio wa Kristo. Biblia inasema akemewe hadharani. Ile kukemewa hadharani nini? Tuaibishe ile kosa alifanya. Ili kwamba ule mtu ajiute na aseme kumbe hiki kitu kimenipeleka mbali sana. Acha nirudie tena. Haleluya. Amen. Lakini kule kukava itafanya kwamba ule mtu asijiretrouve na mwishowe tunaenda tunampoteza. Utendaji kazi wetu wa neno ni kwamba lile unalolisikia neno la Mungu ulifanyie kazi. Katika Biblia mna Wakristo wengi, mulikuwa mitume wengi, lakini kuna kazi Andrea alifanya ambayo ilibaki inachapwa na inaandikwa. Andrea alileta wa ndugu zake wawili kwa Yesu Kristo. Ninamuona maskini. Na ndio ikabaki inakuwa nani? Isilokaleta mwingine kwa Yesu kama vile nani? Andrea. Hakuna kitabu ya Biblia yenye Andrea aliandika. Lakini historia yake ya hiyo kuleta watu wawili kwa Yesu haikuwa kinapotea. Na wenye alileta walikuja kufanya kazi mingi kumshinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kwamba utendaji kazi wako ndo unahitajika. Kusikia kwako neno la Mungu hakuhitajiki, hakuna faida sana zaidi ya utendaji kazi. Haleluya. Kusikia kwako faida ni ndogo sana kwako. Lakini utendaji kazi faida ni kwako, faida ni kwa yule ambaye yuko karibu na wewe. Amena. Mbinguni hatutalipwa kwa sababu tuliamini au tulisikia neno la Mungu. Tutalipwa kwa sababu matendo yetu yalikuwa mazuri. Amen. Matendo kuwa mazuri. Kuna methali inasema kwamba kutoa ni moyo, sio utajiri. Haleluya. Kuna vitu vingine watu tunavifanya na vinakuwa na amplere kubwa wakati kitu ni kidogo sana. Haleluya. Amen. Tuna kanisa kule Zimbabwe. Ukijuzi walitupigia simu kwamba kambi iko karibu miezi 3 watu hawapokea. Tukajaribu kutikiza watu hapa wa ndugu. Tuwasaidia watu wapate hata saki ya bunga. Franka yenye tuliwatumia bali nunua
walinunua bunga. Huko familia zenyewe ziko zinapata 10 kilo ya bunga. Wengine kama ni 15 kilo. Lakini amplere yenyewe wale watu wanachukulia ile bunga 10 kilo ya bunga haiko meme $10. Amena? Amen. Haiko $10 ku niveau ya kule kwenye viko. Haiko $10. Lakini mtu alipokea ile, alipewa kwa kanisa na simu anapiga, "Hey pastor, asante sana kabisa, asante sana." Na huko natoka tu hivi, uishanunua cold drink ya $10. Lakini ubovu wa bahati, kuna wandugu wengine wenyewe tulikuwa nao kule, tunawaambia, mtu anasema, nitaenda kusaidia kanisa na wandugu nabo biko mundu. Bwana Yesu aturumie sana. Huruma. Tuko tunasema juu ya utendaji kazi, kutendea neno kazi. Bandugu biko mule. Huyo ndugu yako kila siku labda anakuombaka. Au huyo ndugu yako ampati yake wala haswa. Juu mtu mwingine anaomba tuseme na fulani naye mbona iko pale. Unaona ile ekolojiki. Pale kuko cha Ukristo. Utakutana kuko vitu vingine tunapoteza nidhamu. Tunaibiwa, tunaibiwa na shetani. Shetani anatuiba mambo mengine. Ndugu yangu akiwa naumia fasi fulani, na huyu fulani ndo alilalamika, sikujua huyu habari yake. Ndio kisha nasema, na fulani naye iko hapa, acha wewe na kuacha niende huko. Havitasaidia kitu. Wala kule kusema paka ningekuwa labda ningepata 500 njoo nisaidie. Mtu yuko anakosa kikombe ya uji. Wewe unachunga mpaka siku nitapata 500 njoo nisaidie. 500 yako itafika, aisha kuwa na chakula mnyumba, hata iona kitu. Ni ndugu yako tena atakwambia, ina maana ile 200 njoo tutakuwa tunakula. Jua haikuimfanyaka kitu. Lakini 10 yenyewe imfikia wakati mbaya sana, hata hisabu. Jua aliipata kwa roho moja. Aliona ni saada kwake. Amen. Amen. Kutenda au matendo yanakuwa na nguvu sana kuliko maneno. Haleluya. Amen. Kwa wewe mwenyewe unatenda na kwa yule ambaye yuko karibu yako mwenyewe ametendewa. Matendo inaleta kwa Yesu. Matendo inamleta mtu kutambua aseme upendo wa Yesu upo. Lakini maneno tu haitasaidia. Wala wewe mwenyewe maneno tu kusikia, hapana sio tu maneno. Kusikia tu hakuta kufanya wewe hata mbinguni. Hakuna zawadi ya kusema ulisikia. Haleluya. Amen. Mbinguni kuna zawadi ulisikia na ukatendea kazi. Watu watapata thawabu za utendaji kazi. Hakuna thawabu yenye inasemwa ya kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu aturumie sana. Uende leo Google, uende kufuata mnani wa Biblia, umuulize kama mbinguni kuko thawabu ya mtu mwenyewe atapata juu alikuwa anasikia neno la Mungu sana. Haitakuwa. Lakini matendo ya mtu, haijalishi kalite gani ya matendo ulifanya, iko na thawabu mbinguni. Haleluya. Amen. Mwenendo wako tu. Watu wajifunze kwa fulani mbona yeye ile mwenendo kujifunza kwa ile ni matendo ushafanya injili. Haleluya. Kule kutoa unafanya injili. Sedile matendo ndo inakwenda kupeleka injili yenye isemi. Hawajamuita Yesu mtu aje kwa Yesu, lakini anavyokuona tu anakuwa na nia na ile hamu ya kusema huyu mtu ni wakalite gani? Unaingia kwa kanisa gani? Anaanza jifunza kusema ile akili yako yenyewe naishi inatoka kule kwa kanisa yetu. Anaanza fikiria labda ningefuata huyu mtu. Kuko watumishi wengine wenyewe wanakuwa wananifurahisha sana, wananibariki sana. Wanafanya misaada hawajali kanisa. Wanafanya misaada kwa Waislamu, kwa wanani, na wakati wanafanya ile msaada hawajasema uje kwa kanisa yetu. Wanasaidia watu juu wanahangaika tu. Inatosha. Haleluya. Amen. Na ile inakwenda inasaidia watu. Watu wanahubirika na wanasema hawa kweli kenye wanafanya kitu kilicho halali. Mungu wao ni Mungu mwenye ana ubaguzi. Na Mungu wa mbinguni hajakuwa na ubaguzi. Haleluya. Amen. Wewe ukikosa huo ubaguzi katika kutenda mema, Mungu wa mbinguni ndo atakuwa Mungu wako.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Uwe mtendaji, usiwe msikilizaji tu. Inakusaidia nini? Uzima wa milele utaupata. Hakuna uzima wenyewe utapata juu ya kusikia tu. Haleluya. Aaminie na wabatizo. Hautabatizwa kama hujafanya tendo. Lakini ushasikia mahubiri ya kubatizwa. Umasikini. Haijasaidia. Lakini siku utaamua nibatizo, unafanya tendo ya ile neno ambayo ulisikia, unaishi sasa lile neno. Haleluya. Amen. Kila Mkristo ni kiungo kwa mwili wa Kristo. Na tunaposema mfano wa kiungo tunamaanisha mwili wa mtu. Hakuna kiungo ambacho hakina nafasi, hakina kazi kwenye mwili wa mtu. So, kazi nyingine tunaweza sema hii ni kazi kubwa, lakini kila kazi inafaa kwa ajili ya mwili uwe mwili. Haleluya. Na ndo gisi watu wako katika kanisa. Ndo gisi watu wanapaswa kuwa katika kanisa. Kila Mkristo ni mojawapo wa viungo vya mwili wa Yesu. Wewe ukiwa wa kusikia tu, utakuwa hiyo unaumiza kiungo. Ni kama vile kiungo kimoja hakitumiki kazi tena, mwili mzima unaumia. Lakini wewe ukifanya la kwako, mwingine anafanya la kwake, mwingine lake, mwili wote unafanya kazi. Mwili uko na masisteme mingi zenye zinafanya, lakini zinazifanya coordination. Haleluya. Chakula kinapita kwenye kinywa. Na kufika kwenye kinywa ni mkono ndio aligusa akapeleka mkinywa. Kinywa naye hata malizia, koromeo anagusa, vinashuka estoma anagusa, utumbo vinafika. Kisha mwisho utumbo anaanza kutuma sasa ili manitrima mwili wote mzima. Mwili unapata nguvu. Haleluya. Amen. Huyu tumbo angesema mimi njoo na kulaka chakula, mkono asikuwa hapo. Utabikisha hapo kinywa. Havitafika. Mkono naye ajidai mimi njoo na vibeba, unavibeba kisha vitaingia mwili yake kama ukupeleka mkinyo naye. Kina naye hata malizia mpaka utumbo naye aende kugusa, ndio vitawanyike mwili yote, mtu apate nguvu. Na ndio gisi watu tuko. Huyu anashika huyu mkono, huyu anashika huyu mkono, huyu anashika huyu mkono, na kazi inaendelea mbele. Haleluya. Amen. Kazi ya Mungu haina mpaka. Biblia inasema kazi ni nyingi na watenda kazi ni wachache. Kazi ya Mungu haijaisha na haitaisha. Kazi za wanadamu ndio zinasema hapa kazi isha jaa, hakuna tena hitaji ya watu. Lakini ya Mungu hitaji ya watu ni kila siku. Ndio maana unakutana masomo za Biblia zinafunguliwa kila leo. Wale watu wote waone wako wapi. Hawakose kazi. Juu kazi iko ya mingi. Kila mtu hapa kwenye tu, kila mtu anaweza simama na atafanya kazi hapa kwenye tuko tu. Haleluya. Amen. Na kazi itaendelea. Na ndio Mungu kisa anataka. Tuwe watendaji wa neno, tusiwe wasikilizaji. Ni kumaanisha kwamba tusiwe wa Kristo wakuja kusikia